Samaila, nashukuru nimeenjoy sana. Kwa hiyo hata usijali mama. Bwana. Unajua sikuwahi kufikiria kama umri huu ningeweza kukutana na mwanamke ambaye hamfahamu mwanaume. Mwenye nashindwa kuelewa imekuaje. Yaani tujuane mara moja tu. Nahisi nimekuwa na bahati sana leo. Kwangu ni kitu cha kawaida sana. Ni kawaida? Yaani kumbe ni kawaida kuchezea wanawake, si ndivyo? No, usifikirie hivyo. Nimesema ni jambo ambalo sio kawaida kupata mwanamke kama wewe. Sio kawaida hata kidogo. Wewe. Ole wako unisaliti. Yaani ole wako uje kunisaliti. Hapana, mimi siwezi kukusaliti Samaila. Ukija kunisaliti. Mimi sipo kawaida kama unavyoona wanawake wengine. Mimi sio kawaida kabisa. Sasa ole wako uje kunisaliti. Mimi siwezi kukusaliti. Yaani siwezi. Na kwa nilichokiona hapa, nilichoshuhudia hapa kitandani. Mama yangu na kuoa. Na kuweka ndani kabisa. Unaahidi? Samaila, mimi nikudanganye kwa nini? Ndio nilivyokuambia. Na bado nitakwambia. Ole wako. Yaani ole wako uje kunisaliti. Kwa hiyo haina haja ya kulialia na nene. Kwa hiyo mimi ngoja niende kwanza uani. Wewe pumzika. Kama utahitaji raundi ya pili tutana nini. Lakini ujiandae uondoke pia. Oh, Timbi. Hola. Vipi familia? Fresh ni aje? Shwari vipi? Fresh uko poa? Shwari, mbona uko hapa? Sasa unajua nipo kwenye mingo, kuna yule mtoto jirani wako yule namsikilizia hapa. Na wewe mwanangu. Sasa sikia. Hivi unajua wakati natoka kwenu muda ule njiani nimekutana na mtoto mkali. Mkali? Kwa kawaida. Nimempanga akajaa, sasa hivi uko ghetto bana. Mtoto, unapompiga cheche na umeenda naye ghetto na ushapiga. Kweli kabisa. Wewe mieusho, mimi siwezi hizo naziweza mimi, wewe bado. Yupo nani mtoto mwenye bado mbichi yani. Mtoto anajua mambo. Ndugu yangu, siri kawa jini hilo. Jini wapi? Kwa hiyo unapitaga na majini mwanangu.
ushapenda saa hizi mtu mwepesi nini na nini. Wewe sema hivyo tu. Hapa naenda kipindi cha pili. Sema mimi unajua nawaza kitu kimoja hivi. Ifike muda na sisi tuache hizo tabia. Yaani nikipata demo wawili au mmoja wa mwisho, mimi naachana na hizi mambo. Labda ubadilike. So mimi, yani mimi sasa hizi mwendo wa kupampu, yani kuwapelekea mioto, yani umu tu nikuchapa tu mwanangu. Sawa, lakini mimi nawaza hivyo. Kwa hiyo huenda baada ya huyu nikipata hata wawili wa kuongezea wa kumalizia, mimi nikaacha na hizi mambo kwa sababu umri nao unaondoka. Wewe huyo, mimi ndo nakwambia. Shadata nishakuroga hata mtoto watu shadata tayari. Kwanza unanichelewesha. Ngoja niende kwanza kwenye kipindi changu cha pili. Wewe kwa hiyo utakaa hapa au nitakukuta baadaye? Hapa kama dakika ngapi namsikilizia, akija naweza nikarudi, si unajua nataka nikachangamshe damu tena kidogo. Haina noma mzee. Poa basi. Kama vipi mimi nitakuja au tutacheki mtaani? Haina noma. Timbi huyo. Mwendo wa umu tu mpaka wakome. Samaila, kuna nini kinaendelea hapa? Mbona sielewi? Kuna kitu gani kinaendelea hapa? Hayo ndio uliyoyataka? Nilikwambia. Umefanya nini sasa? Kivipi? Sisi sio dampo la kuchezea, la kutupa takataka. Umetusaliti. Msaliti. Ulifikiria sisi ni dampo la kutupa takataka? Mbona sielewi? Naona umeshindwa kabisa kustahimili. Nini kipo ndani ya simu yako? Hamna kitu. Hamna kitu. Vipi kuhusu Janeti? Nakusikia. Sasa umekuaje? Wewe umeniambia nifike kabisa mtaani kwenu hapa. Mimi nishafika hapa mtaani kwako na kusubiri lakini haupo. Sasa babako anaingiliana anahusiana na nini na kitu ambacho tulikuwa tumepanga? Hamna, sasa hapo unakuwa umenikosea. Nakupiga shem. Niambie shemeji yangu. Mbona hai sana unakimbia? Shemeji yangu, nenda kwa huyo mpenzi wangu Utimbi. Maana ananichanganya kichwani. Utimbi bwana, kuna dharura kidogo kapata hivi. Ameenda mjini mara moja, kuna kazi ameenda kuimalizia. Kwa hiyo kama somo refu atarudi. Kwa yani ilikuwa vizuri ungeenda nyumbani, hata mimi ningerudi na Utimbi ningekuja naye. Shemu kurudi sio kweli. Mimi kurudi huko sio kweli. Utimbi ana siku hii ya 3 shemu yangu. Hapokei simu zangu, nikipiga simu anakata, message ajibu. Sijui anaumwa mzima. Yaani sielewi ana tatizo gani yule bwana. Mimi narudi pale, naenda kukaa kumsubiria mpaka haje. Ili nijue shida nini, kwa nini apokee simu zangu? Shemu, yani kuna tatizo moja limetokea mara moja huko. Ila nahisi so mrefu atarudi, ila kwa saizi unakoenda huko sio salama kwa sababu hata mama mwenye nyumba nini na nini kuna mambo mfano nataka. Akitoka tu huko, mimi nitakuja naye au kama vipi tunaweza tukamsubiri hapa, lakini ingekuwa vizuri ungeondoka, mimi ningekuja naye huko nyumbani shemu. Kwa hiyo mimi nikienda pale na kwa kinyago, si ndio? Pale naenda. Yaani nakaa kwa kutulia, namsubiri mpaka huko kazi zake zikiisha. Anikute pale mlangoni, naenda. Haiwezekani mtu napiga simu apokee. Sijagombana naye, sijamtukana, sijamfanya chochote. Mimi ananiweka roho juu. Kwa nini? Kwa nini mtoto wa mwanamke mwenzie? Kwa nini? Au kisa nampenda ndo anifanyia hivi? Simu yangu lakini hiyo.
Hivi unaona hii ni sawa? Siku 3. Kweli? Shemu hata wewe mwenyewe unaweza kumfanyia mtu wako hivi kweli? Hamna shemu, lakini sio kwa ubaya, lakini ndio. Shemu mimi ndo naenda. Kweli. Shemu. Yaani shemu, mimi ninachokuomba kwa sababu huko sio salama sana. Nakuomba yani ikiwezekana twende huko, tarudi tena hata baadaye. Wewe, mbona nzuia? Kuna nini? Shemu. Hiyo ndio kesi ya mwenye nyumba ambako ananizuia mimi? Yaani ni kwa nia nzuri tu, sio mbaya, kwa sababu pale mama mwenye nyumba kaleta vurugu pale, kwa sio salama ukienda wewe pale. Yaani nilikuwa naomba bora tukamsubiri huko. Huko sio salama, kwa nakwambia twende tu mamoja huko, yani au ikiwezekana basi yaani nakuomba Shimani huko usiende, sio salama. Sasa naipata huko hiyo hatari, naifuata mpaka nijue mbivu na mbichi. Nani kijua kama kuna kitu unanificha? Naanza na wewe, anafuatia yule rafiki yako. Kwa hiyo Shem. Dogo naye kipiga simu naye pokea yani. Simu yangu.